Katika ulimwengu wa kabumbu, sheria na kanuni hazijawekwa kama mapambo, bali zina zima kubwa katika kulinda na kusimamia maendeleo ya mpira wa miguu. Sheria hizo zimewekwa ili kuleta haki na usawa, hivyo kujikusanyia mashabiki wengi zaidi kote ulimwenguni kwa kuwa na mchezo uliowazi kwa sheria zake. Katika siku za hivi karibuni, shirikisho linalosimamia mchezo wa mpira wa miguu duniani FIFA limekuja na sheria mpya inayolenga zaidi kukomesha vitendo vya upotezaji muda kwa wachezaji, hasa kwa magolikipa. Na leo katika makala haya ya 9 ya Extra Time, mtazamaji wa SAUT TV, tunaangazia namna sheria mpya ya upotezaji muda kwa magolikipa itakavyoweza kupunguza kadhia hiyo ndani ya dakika 90 za mchezo. Karibu, utakuwa nami msimulizi wako Amina Akiba. Kutokana na kukithiri kwa vitendo vingi vya upotezaji wa muda vinavyofanywa na baadhi ya wachezaji ndani ya uwanja, hasa magolikipa, shirikisho la soka ulimwenguni FIFA limepitisha sheria mpya ambayo inaelekeza kutoa adhabu kwa golikipa atakayepoteza muda kwa kukaa na mpira zaidi ya sekunde 8, basi timu pinzani kuzawadiwa mkwaju wa kona. Na tayari sheria hii imeanza kufanywa majaribio katika ligi ya vijana chini ya miaka 21 nchini Uingereza, ambapo inatazamiwa kuwa mwarobaini sahihi wa kudhibiti upotezaji muda kwa magolikipa wakati wa mchezo. Ni muda sasa kwa walinda milango kuwa macho na kuonyesha vipaji vyao halisi ili kuepukana na rungu toka kwa waamuzi, kwani adhabu itahusisha kupewa kadi ya njano kama onyo kwa mara ya kwanza na kadi nyekundu kama ataendelea kuonyesha upotezaji muda ikiwa ni kosa la pili. Vile sheria hii itahakikisha kuwa muda wa mchezo unakuwa wazi zaidi, ambapo mwamuzi atakuwa na mamlaka ya kuongeza muda wa ziada ili kufidia upotezaji wowote wa muda. Ili kuhakikisha kuwa sheria hii inatekelezwa ipasavyo, wachezaji, viongozi na wadau pamoja na wapenzi wa mchezo wa soka wanapaswa kupewa elimu. Waamuzi wanahitajika kuwa makini katika kutekeleza sheria ili kuhakikisha haki inapatikana uwanjani ndani ya dakika 90 za mchezo. Ili kufikia katika nchi ya ahadi, ni lazima kupitia maboresho kadha wa kadha ili kuhakikisha ya kuwa mchezo wa soka unapata thamani inayostahili. Tuendelee kupokea na kuzitumikia sheria hizi ili kuleta uhai wa mpira wa miguu. Mtazamaji wa SAUT TV, na hapo ndio tunafikia tamati ya makala haya kwa leo. Ulikuwa nami Amina Akiba. Asante na kwaheri.